Ndugu waandishi na ndugu wanahabari, tarehe mosi mwezi wa 11 zilianza mvua, na mvua zilitabiriwa kuwa kubwa kidogo, lakini mvua zile zilipoanza tarehe mosi, ilipofika tarehe 5 mvua zile zikabadilika, zikaingia katika mvua ambazo si za kawaida, tunasema El Nino. Sasa zilinyesha kwa muda siku 3 mfululizo, na baada ya kunyesha zile mvua kwa muda wa siku 3 mfululizo zikasababisha maafa mengi tu. Zikasababisha maafa ya majengo, zikasababisha maafa ya vyombo, lakini mazao pamoja na roho za watu. Sasa kwa kweli Chama cha Mapinduzi kimeguswa sana na kimefuatilia kwa ukaribu, na bahati nzuri tarehe 6 kamati ya maafa kitaifa ilikutana chini ya mwenyekiti wake katibu mkuu Wizara ya Nchi. Ofisa makamu wa pili wa rais ilikutana pamoja na vitengo vingine ili kutathmini maafa yalipotokea, na bado wanaendelea, kwa sababu na nipende nitumie fursa hii kupitia vyombo vyenu vya habari kwamba kutokana na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kituo cha Zanzibar wametangaza mvua hizi zitaendelea mpaka tarehe 15, na tunatarajia walisema kuanzia tarehe 9 leo zinaweza zikawa mvua kubwa. Chama cha Mapinduzi kinatoa indhari kwa wananchi wasirudi kwenye yale maeneo ambayo maji yamepungua, lakini pia waendelee kuchukua tahadhari kwa sababu mvua zitaendelea, na kwa mujibu wa wataalamu wetu zitaendelea mpaka tarehe 15. Sasa tumeitana ili kukuelezeni hali halisi ambayo Chama cha Mapinduzi tarehe 7 mwezi wa 11 tulifanya ziara kwa mikoa takriban yote ya Unguja, na tulipofuatilia tumeambiwa kwamba kwa upande wa Pemba hakukuwa na maafa ambayo yalitokeza sana. Maafa yametokea katika Unguja, lakini maafa makubwa yametokea katika mkoa wa Mjini. Tutaangalia hali ambayo ilitokeza katika mkoa wa Mjini ambapo ilivyokuwa. Katika ziara yetu ambayo maelekezo ya Secretariat chini ya naibu katibu mkuu wa Zanzibar Dr. Mohamed Sedimwa, Secretariat ilifanya ziara na mimi kama katibu wa idara ya itikadi na uenezi niliongoza msafara huo nikishirikiana na katibu mwenzangu wa idara Suki ili kuangalia hali na tukenda kuwafariji viongozi mbalimbali. Lakini katika maeneo ambayo yaliyopata maafa, wilaya ya Magharibi B, kwa upande wa nyumba takriban nyumba 399 zilipata matatizo, lakini kwa wilaya ya Mjini takriban nyumba 977, lakini wilaya ya Magharibi A nyumba 959. Kusini kulikuwa na nyumba kama 23, lakini wilaya ya Kati kulikuwa na nyumba kama 35. Yani kiujumla kama nyumba 5109 zimeathirika kikamilifu. Lakini serikali za wilaya na mikoa zimechukua jitihada kubwa, kwanza kuzitambua hizo nyumba ambazo zilizokuwa zimeathirika, lakini la pili kutenga maeneo ambayo yale yatakayotumika kwa hifadhi kwa wale watu ambao watakosa pahala pa kukaa ili kuweza kuwahudumia. Serikali kupitia serikali zake za wilaya na mikoa na wao pia walifanya ziara kuangalia, na wametuletea taarifa kama chama msimamizi wa serikali, na sisi serikali chama kikaielekeza serikali kwamba endelee kufanya tathmini kwa kuwa bado mvua zipo zinaendelea na wazidi kutoa hiyo taarifa. Lakini nachotaka kusema kwamba serikali, kama mtakumbuka ndugu wa habari na wananchi, kwamba serikali imechukua jitihada kubwa sana, na kwa kweli ukiangalia mvua ambazo zilizoripotiwa ambazo zilikuwa ni kubwa sana, kwa mujibu wa viwango vya mvua zilionyesha kwa siku 3 hizi zimevuka
takriban milimita 173.5. Ni mvua kubwa sana zilikuwa. Na kama mtakumbuka mwaka 2017 tuliwahi kupata majanga kama haya. Serikali, maana kuna watu walisema serikali haikufanya kitu, na mara nyingi mimi huwa nasema kwamba binadamu, Waingereza wanasema no research no right to speak. Kama jambo hujalifanyia utafiti ama ulijuu usilizungumze. Mwaka 2017 tulipata mafuriko, lakini serikali ilichukua kwa wakati huo hatua kadhaa. Kwanza, kama nakumbuka, tulijenga mji kabisa kule Nungwi. Tulijenga nyumba zinazofika 30, na sio nyumba tu, tulijenga nyumba pamoja na maeneo ya ibada, zahanati. Kwa ufupi kulikuwa kuna kijiji kamili kule kwa watu walitokea maafa. Lakini pia tulijenga kule Nungu, lakini tulijenga pia katika eneo la Tumbe nyumba 30 kule Kisiwani Pemba, pia kipindi kile la athirika na mvua. Sasa zile nyumba ambazo zikatumika kwa wale waliopata maafa mara hii. Lakini pia serikali ikajenga mitaro mikubwa, na nyinyi mnakumbuka. Ilijenga mtaro hapa soko letu hapa, soko kongwe la Marikiti. Kuna mtaro pale ulipita mpaka kule Bwawani, mnakumbuka nyinyi? Pale kampuni ya Skanska ilijenga ule mtaro. Lakini pia tukajenga mtaro, kulikuwa na maeneo sugu kabisa na toa maji. Kuanzia kwa Biti Amrani, Jang'ombe, Kuprizi huku, tukajenga msingi mkubwa ambao unatupa maji yake maeneo ya Kilimani. Lakini tukajenga msingi kutoka Sebleni, kama nakumbuka tulikata barabara ile ya kuendea Amani. Tukajenga mtaro mkubwa ambao pia imepunguza maeneo ya pale Press kuja maji, maeneo ya kule Ziwatue ya Amani Fresh na maeneo mengine. Kwa maana toka ukiangalia chart yale maeneo ambayo yalikuwa ni common kwa kuja maji na nyumba kuharibika, kwa maeneo imepungua mkubwa sana. Lakini chengine nataka nikwambie ni miundombinu mnaiona hii. Ana kuna watu walisema haoni umuhimu wa kujenga barabara, kujenga flyover, tujenge mitaro. Kwanza nataka watu wafahamu kwamba barabara zote zinazojengwa kilomita 275.9, hii barabara yote miundombinu inakwenda na misingi ya maji. Nyinyi mashahidi. Baada ya kumalizika barabara ya Mnazi Mmoja Airport kwa hatua ya barabara, sasa hivi kuna hatua ya pili ambayo inaendelea ya kujenga mitaro ya maji. Sasa namshangaa mtu anazungumza hata sijui anaishi wapi kwamba tunajenga miundombinu, tujenge na misingi. Lakini barabara zote hizi zinakuja na component kama 3. Zinakuja na component ya njia yenyewe, lakini inakuja component ya misingi, lakini inakuja na component ya njia kutembea kwa wananchi, lakini inakuja pia na taa na bustani. Sasa nilichotaka kueleza kwamba mvua zilizokuja hizi ni kubwa kuliko zinavyokadiriwa. Na nyinyi mnataka nikukumbusheni kwamba juzi tu kama wiki 2 nyuma mliona Dubai kulitokea na flooding kama hii kubwa, nchi ambayo ina miundombinu imeendelea. Lakini mmeona kama nchi ya Ujerumani juzi tu wamepata mafuriko. Lakini nchi India, mimi nakumbuka mwaka 2010 tulikuwa tuko China kwenye training maalum ambayo tulienda za kichama na pamoja na vyama mbalimbali vya nchi mbalimbali. Tulikwenda mji mmoja unaitwa Eugene, kijiji ambapo kulikuwa na mvua kubwa, kulikuwa na mafuriko, ambao wao ndio katika China yenye miundombinu mikubwa kabisa. Sasa kwa maana hiyo kutokea mvua kama hizi zilizopita kiwango cha kawaida, tunaita El Nino, hata zile njia za maji zinazidiwa. Sasa si jambo la kuilaumu serikali. Serikali imechukua hiyo jitihada tangu awamu zote zilizopita kujenga miundombinu ya kupeleka maji. Lakini hata mlikuwa mnajua nyema maeneo korofi kama pale Kibonde Mzungu, lakini mlikuwa mnajua eneo korofi kama la Korekwe, serikali pia imetoa mtaro kutoka pale mpaka kuja zake huku sehemu ambayo tunaita hapa eneo la hapa pale Altabibu katika eneo lile. Kwa maana miundombinu imejengwa mingi na inaendelea kujengwa katika kodo wa maji, lakini tukubaliane kwamba hizi milimita 175.5 ni mvua kubwa kabisa ambazo hazijawahi kuripotiwa kwa muda mrefu. Sasa nilichotaka kwamba kuwaita kwamba kama Chama cha Mapinduzi kinatoa pole, lakini kinatoa pole kwa wote walioathirika, lakini serikali ipo na inaratibu na kupitia masheha wilaya wanaratibu ili kuangalia ukubwa wa maafa, lakini serikali tayari imetenga maeneo. Lakini kwa kuwa kwamba almost Wazanzibari huwa tunahifadhiana
mtu anaenda kwa ndugu zake, anakwenda kwa jamaa yake ili kujistiri mpaka pale hali itakapokufa. Lakini serikali imeenda mbali zaidi. Nyumba zote ambazo zilizoingiwa na maji, zile ambazo zinarudika wananchi, tumezuia wananchi wasirudi mpaka hali ya hewa ikae sawa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, itulie mpaka tarehe 15. Lakini tumehakikisha kwamba nyumba zote zilizoingiliwa na maji kabla wananchi hajaingia zinapigwa dawa ili kuzuia maradhi yote asipoke. Lakini pia Chama cha Mapinduzi imeelekeza serikali kuhakikisha inatibu maji kupitia dawa zile za WaterGuard na nyingine kuhakikisha wananchi wako salama. Kikubwa nilikuwa nataka tuitane tuelezane hii hali iliyotokea kwamba si ya kawaida, ni matokeo ambayo yametuathiri wengi. Lakini tumeathiri pia roho za watu pale Sebleni. Kuna kijana ambaye amepoteza uhai wake na amepoteza katika hali ambayo ya kujitoa katika kuhakikisha anawasaidia wenzie. Kijana mmoja anaitwa Abdul Abubakar mwenye umri wa miaka 25, ambao Chama cha Mapinduzi kilifika kwenda kutoa mkono wa pole kwa kijana wetu ule. Lakini pia mvua hizi hazikuathiri majengo kama nilivyosema mwanzo, pia vipando vya wananchi pia tunafanya tathmini hiyo kupitia ya taasisi yetu ya maafa. Lakini kama tulivyosema vyombo vya ndani vimeathirika, lakini kuna mengine magari yameathirika. Kwa ujumla serikali inafanya hiyo tathmini. Lakini pia tumefarajika, viongozi wa serikali ngazi mbalimbali wamefanya ziara kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Sasa nilikuwa nataka kusema kwamba wananchi ili swala si lao peke yao. Sisi Chama cha Mapinduzi pia tumeathirika. Mfano ofisi yetu ya wilaya mjini imeathirika na tumetoa maelekezo ofisi kuu kwamba ofisi ile situmike kwa sasa, tutafute eneo jingine la kufanya shughuli zetu za chama mpaka pale tutakapofanyia tathmini ili tuangalie tunarekebisha vipi. Lakini pia ofisi za wilaya ya Magharibi B imeathirika. Sasa hivi wamehamia pale kwenye ofisi za manispaa ya Magharibi B. Kwa maana haya mafuriko ama maafa yaliyotokezea yametuathiri watu sote, taasisi za serikali pamoja na taasisi za chama, lakini wananchi. Lakini cha mwisho, kabla sitakupeni nafasi kuuliza maswala, kwamba tuasisi serikali ishatoa tangazo tangu 2017 kwamba wananchi tuache kujenga kwenye maeneo ya njia za maji za asili. Na hili napenda kusisitiza kwa sababu mwisho wa siku tunaathirika ni wewe. Leo kuna maeneo yanajulikana ambao haya tangu asili ni maeneo ya maji ama maeneo ya njia za maji. Leo utamkuta mtu anajenga, anapiga fence, anaziba njia za maji. Na system ama mfumo wa maji yanapokuja lazima yapite kwenye njia zake zile za asili. Sasa ndo ukiziba njia, maji yanatafuta njia nyingine za kupita. Sasa ndo maana ukaona zimeathiri, na tumeelekeza serikali kupitia mipango miji zile nyumba zote ambazo ziko kwenye njia za maji basi zifanywe utaratibu kufungua, wazifungue ili maji yapite yasilende kuleta maafa. Na kwa yale maeneo ambayo yako sugu kidogo, serikali kupitia wataalamu wake mbalimbali wa michirizi na wengine wanafanya tathmini kwa yale maeneo ambayo tutakayoona tunaweza tukajenga mitaro ama njia za maji kuongeza, basi tafanya. Lakini kwa yale maeneo ambayo haiwezekani, basi tunaomba wananchi maeneo hayo wafanye utaratibu kwamba kutokuyatumia, kwa sababu itakuwa kila kipindi kikija cha mvua na athirika. Na kwa kweli serikali kupitia mipango miji tumeelekeza Wizara Ardhi kwamba tujaribu kutoa elimu kwa wananchi wasijaribu kununua maeneo kwenye mabonde ya mpunga na maeneo mengine maji yanatuama, ambapo baadaye inaleta athari kwa wananchi na kupoteza mali pamoja na roho za watu. Baada ya kusema hayo, nikushukuru.